Haleluya. So leo nataka nikuletee mambo matatu ya kubadilisha au ya kufanya pale ambapo umepokea wokovu. Haleluya. So ni mambo matatu ambayo unatakiwa kuyabadilisha. Ukitoka kwenye dhambi na kuokolewa, umebadilisha ufalme. Umetoka kwenye ufalme wa giza, umekwenda kwenye ufalme wa nuru. So lazima ubadilishe vitu vitatu, ndipo utabaki kuwa na nuru, ndipo utabaki kusimama na wokovu wako. Haleluya. So moja ya vitu tunavyovipata bila kupambana, lakini ili vidumu nasi lazima tupambane, lazima tufanye kazi, ni wokovu. So wokovu tunaipata bila kazi yoyote. Ili tupewe wokovu, hakuna kazi tutakayoifanya ili uaminiwe upate wokovu. Hapana, ni neema ya Mungu inayekujia. Lakini ili usimame imara, uwe imara katika wokovu, lazima ufanye kazi. Kuna kazi tofauti za watu wanaotumika kwenye ufalme wa giza na watu wanaotumika kwenye ufalme wa nuru. Hawa watu ni watu tofauti, kazi ni kazi tofauti. So kuna vitu vitatu ni lazima uvibadilishe ili uwe salama, uwe vizuri na upate matokeo makubwa kwenye ufalme wa Mungu ambao ni ufalme wa nuru. Haleluya. Kwa majina naitwa Hezron Mwanga. So karibuni sana kwenye audio fupi ya leo. Nina imani kwamba itakusaidia kutoka chini kwenda juu na kuwa na msimamo katika maisha yako ya kiroho. Biblia inasema kuwa Zaburi mstari wa kwanza, Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza panasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ya wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mzaha. Haleluya. Moja ya vitu natakiwa kuvibadilisha ni sehemu au mazingira, mahali, place. Ni lazima ubadilishe. Ulikokuwa unakaa mwanzo, unapata story, unabadilishana mawazo 1 2 3, mnapewa story, unapata unachangia na mwingine anachangia. So kile kipindi mlikuwa mnachangia na mnapata vichochezi vya kutokana na vile mlivyo. Pale Mungu alipokukuta, alikutoa pale kwa sababu kuna vichochezi vilikuwa vinakufanya uwe mahali pale. Moja ya vichochezi hapo, mtu yule asiyokwenda katika shauri la wasio haki. So kuna shauri za watu ambao sio watu haki. Hawa watu wala hawakusimama katika njia ya wakosaji, na wakosaji wala hawakuketi barazani. So hawa watu ambao sio wenye haki wana mahali wanapokutania. Kuna sehemu, kuna mahali hawa watu wanapatikana. Hawa watu kuna mahali wanapatikana. So usipojitenga na mahali wanapopatikana na kuendelea kupatikana mahali pale, lazima tu wewe wokovu itaanguka, itapotea. Nimekwambia kwamba wokovu naipata bure, lakini unailinda. Wokovu inalindwa. So jitahidi kubadilisha mahali ulipokuwa awali kabla hujampokea Mungu, kabla hujakutana na Mungu. So hapa lazima utengeneze sehemu nyingine, utengeneze mahali pengine pakuwa, ili uweze kuwa salama. So kama ulikuwa unashinda vijiweni, lazima uanze kushinda kanisani, lazima uanze kuchukua muda unasoma neno. Haleluya. So tunakwenda kwenye kitu cha pili. Kitu cha pili cha kufanya ni kubadilisha watu, na hawa watu huwa wanapatikana kwenye mahali hapo hapo. Kama ulikuwa huna marafiki wa kanisani, waimbaji, wachungaji, anza kuwa na marafiki, anza kuwa na watu ambao mnakwenda kwa pamoja. Kuna msemo unasema kwamba ndege wanaofanana huruka kwa pamoja. So tafuta ndege mnaofanana ili muweze kuruka kwa pamoja. Tafuta ndege wanaoruka unakokwenda ili uruke nao kwa pamoja.
Haleluya. Kitu cha pili ni marafiki. Na hawa marafiki, kuna marafiki ulikuwa nao awali kabla hujampokea Mungu. Na watu wana vichochezi vyao ili uendelee kuwa imara katika dhambi, ili waendelee kukuboresha katika dhambi. So unapokoka umetengana na wale marafiki. So tafuta marafiki wengine wapya ili wakupe vichochezi vizuri, wakubadilishie msimamo na mwelekeo, uanze kuwa na vitu vipya vya kufanya. Biblia inasema kuwa chuma unoa chuma, ndivyo mtu anoae uso wa mwenzake. Haleluya. So rafiki unaye anaweza kukuelekeza mahali pa kwenda. So tafuta marafiki wazuri mnaendana na kwenda kwa pamoja, ambao mna nia moja. Usibaki kwenye wale marafiki pale ulipokuwa hujampokea Yesu. Kuna mahali ulikuwa na marafiki, ulikuwa na watu ambao unawasikiliza mtandaoni au hapo unapokaa kwenye mazingira ya nyumbani, ulikuwa na watu unaowasikiliza, wanakupa vichochezi vya kusimama kwenye kile kitu ambacho kilikuwa kinamchukiza Mungu. So sasa hivi uko kwenye upande wa nuru. So tafuta watu wa nuru ili wakupe vichochezi, wakunoe, uweze kusimama imara katika Bwana. Haleluya. Nawapenda sana. Zingatia vitu hivyo vitatu. Badilisha mahali ulipo, badilisha mahali, mazingira, badilisha watu, badilisha na marafiki. Marafiki ndio watakaye kutengenezea kazi za kufanya. Marafiki ndio wanaweza kukutengenezea kufanya maombi, wanaweza kukutengenezea kusoma neno, wanaweza kukutengenezea, yani hizo ni kazi zinazoibuka vile ambavyo kutokana na marafiki unao. So na kazi unazo ndizo zinazokuita jina, zinakupa jina. So okovu haiji kwa maneno, lakini inakuja kwa matendo, na matendo yanakuja kutokana na namna na marafiki unao, na watu unao, na mazingira uliopo, na ndipo jina linakuja la mtu mwenye haki. So mtu mwenye haki ana kazi njema, ana kazi tofauti na kazi za wasio haki. So Mungu akubariki sana. Badilisha watu, badilisha marafiki, badilisha na mahali, badilisha na place, nafasi, mahali. Mungu akubariki sana. Endelea kusonga mbele, endelea kufanikiwa katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana na akulinde. Shalom.